Kusikiza jumbe ambazo zinatolewa na watumishi wa Mungu. Tunaye pia mwakilishi kutoka katika kanda ya Laganga-Bilili, anayo machache ya kutueleza juu ya kile ambacho kimefanyika katika usiku huu wa leo tarehe 30 ya mwezi wa 5. Karibu rafiki. Hakika tunamshukuru Mungu katika siku ya leo, nazidi kuonesha wema wake na fadhili zake, na tujalia uhai tumeweza kufanikisha jambo la pekee sana katika maisha yetu. Tumeweza kutoa vitabu mbalimbali na vijizuu ambavyo vitaanza kusaidia watu watajisomea neno la Mungu na litaweza kuwasaidia katika maisha yao. Hakika huo ni ujumbe ambao utawasaidia katika maisha yao, ni ujumbe ambao hauna mwisho, ni ujumbe ambao watajiuliza maswali na kujijibu wenyewe. Hakika Mungu aweze kuwasaidia waliopata vitabu hivyo, Mungu aweze kuwabariki katika maisha yao. Namu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu hii Asa Simiyu River Field, tunazidi kupokea jumbe ambazo zinaletwa kwetu na watumishi wa Mungu waliojitoa kikamilifu kwa ajili ya kumtangaza Kristo, wangali bado katika masomo yao. Na hapa tunaendelea kuwasikiza viongozi mbalimbali wa kanda na wawakilishi kutoka katika kanda mbalimbali. Na hapa aliye mbele yako si mwingine ni mwenyekiti wa kanda ya Busega, anayo machache ya kutueleza, naye anazungumza hivi. Hakika mpendwa, niombe ufanikiwe katika mambo yote, na kwa sababu hiyo, kwa kuwa neno la Mungu litahubiriwa katika sehemu zote, na hivyo kwa kazi kubwa ambayo hii Mungu wetu wa mbinguni ameonyesha mkono wake, ni dhahiri ya kwamba maisha yetu yako katika mikono yake. Amen. Na kwa wale wote ambao wamepokea ujumbe huu katika mji huu wa Bariadi, ni hakika ya kwamba ipo siku ambao watasema ya kwamba basi neno lako limewaingia na kulirudia kanisa. Amen. Na hivyo tukisema hivi, jina la Bwana liendelee kuwa pamoja nasi, na katika mafanikio yetu Mungu wetu wa mbinguni awe pamoja nasi. Kwa jina lake Yesu tunaomba. Amen. Hatujaishia tu kanda ya Busega. Kuna wawakilishi pia kutoka kanda ya Maswa, nao pia wanayo ya kutueleza juu ya kile ambacho kimefanyika na kitaendelea kufanyika tena katika mji huu wa Bariadi. Karibu. Asante ndugu mtazamaji na msikilizaji wa hiki kipindi, nabarikiwa sana. Kwanza nina ushuhuda mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama Asa Simiyu River Field tunamshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea. Tumezunguka huku na huku bila kujali jinsia, sisi ni wasichana wala wa kiume. Usiku huu tumefanya kazi ya Bwana, jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hakika tumeona mkono wa Bwana. Nipende tu kumalizia ya kwamba na kauli yetu inayosema kwamba Asa 2026 tutakwenda tukipaa kama tai. Bwana kubariki. Amen. Huyo alikuwa ni mwakilishi kutoka kanda ya Maswa, lakini pia tunao wawakilishi kutoka kanda ya Itilima, wanayo machache ya kutueleza kama ifuatavyo. Tunamshukuru Mungu anazidi kutulinda katika masaa haya usiku. Amekuwa nasi, tumetembea maeneo mbalimbali kwa mkono wake, tunasema asante. Lakini pia tumetimiza yale maandiko yaliyosema ya kwamba ataangamizwa yule ambaye anamwangalia jirani yake anaenda kupotea huko asimwambie. Lakini kwa njia ya maandiko matakatifu kwa vitabu mbalimbali tumewajulisha watu mbalimbali kuhusu ya kwamba muda wa kuishi kiholela umeisha, basi tu ni jukumu la kwamba achukue uamuzi amrudie muumbaji wake ambaye ndiye wa thamani kuliko vyote. Amen. Amen. Naam. Pia tunao wawakilishi kutoka kanda ya Dutwa. Mbadala wa kanda ya Dutwa, tunaye mtu ambaye anazungumza kwa niaba ya watu wa Dutwa ambao pia wamehusika kwa kuleta vitabu, licha ya kuwa hawakufika kwa masaa haya, lakini wamehusika kwa namna moja ama nyingine, hususan uchangiaji wa vitabu. Hebu sikiza maneno haya. Yesu asema ya kwamba watu wangu wataniona kama watanitafuta kwa mioyo yao yote, na watu wangu nitawavuta kama jina langu litainuliwa juu. Na ndio maana Simiyu River Field imetengwa, na hatimaye watu wamemwona Yesu kupitia wanasa hawa.
Wamejitoa mioyo yao na muda wao, vitabu mbalimbali, hatimaye mahotelini kule, watu wanaojiuza kwenye baa mbalimbali, wanaokunywa pombe. Kwa siku ya leo wamemwona Yesu kusema kwamba hakika huyu ni mkombozi, na wote kwa ujumla wamevaa nguo zilizoona kwa damu ya Emmanuel, kusema kwamba huyu ndo Bwana aliyetufia pale msalabani. Basi mpendwa katika Kristo, unaposikia sauti hii, basi jiunge na kanisa la Sabato ambayo ni kanisa la Bwana ajapo hapa duniani, wote tumlaki mawinguni. Bwana awabariki sana. Pendwa katika Kristo, bado tunazidi kuchanja mbuga katika mfululizo wa jumbe za matumaini zinazotia shime na kutia moyo kwa ajili ya kuwaasa watu na vijana wengine kuingia katika kazi ya Bwana. Lakini tunaye mwakilishi mwingine tena kutokea kanda ya Nkololo, na huyu ni mwenyekiti mwenza wa kanda hii ya Nkololo. Anayo machache ya kusema, nayo ni haya. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, kwani kazi hii ya kugawa vitabu, ya kugawa neno la Mungu kwa njia ya maandishi imetapakaa katika mji wa Bariadi. Kwa hiyo jina lake lisifiwe sana. Amen. Kwa kusema hivyo, kwa kweli kupitia vitabu hivyo Mungu anaenda kujifunua na watu wanaona matumaini ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hivyo tu nikusii na wewe unetusikiliza, jiunge na wanaasa hawa ili tupate kwa pamoja tusambaze ujumbe wenye matumaini, tupae kama tai, kama kauli mbiu yetu inavyosema. Mjoli wa Baba, usichoke kusikiza jumbe zinazoletwa mbele zako. Lakini hii ni kuashiria kwamba ni kwa namna gani watu wametiwa moyo na wana hamasa ya kuendelea kufanya kazi hii. Tunaye mwakilishi tena kutoka kanda ya Ragangabilili, kutokea mtaa wa Mwamtani, anayo machache ya kusema kama ifuatavyo. Aisee, kwa kweli Mungu anazidi kujidhihirisha kwetu, na ujumbe ambao ametuagiza unazidi kuwaka midomoni mwetu. Kwa kweli watu tumeona ya kwamba Mungu amewaandaa kupokea ujumbe wake, na hivyo wana hamu ya kulipokea jina lake na kulisoma neno lake, ili atakapokuja mara ya pili tena aungane nao pamoja katika ile nchi mpya. Kwa hiyo mpendwa, tunakukaribisha sana, ungana pamoja nasi ili Yesu atakapokuja mara ya pili atuchukue kwenda mbinguni. Katika jina la Yesu, amin. Katika Bwana, si tu kwamba wanaasa walikuwa peke yao. Tunao walezi pia ambao walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba vijana wanatembea katika mstari ulionyoka nyuzi 180, kuhakikisha ya kwamba kazi hii inafanyika kwa ufasaha na kwa ufanisi zaidi. Hapa tunaye mlezi kutokea kanda ya Meatu, mlezi Paul Nkanda, lakini anayo machache ya kusema juu ya kazi ambayo imekuwa ikifanyika mahali hapa. Karibu mlezi. Asante sana mwenyekiti. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa uweza wake. Nishukuru pia vijana hawa wanaasa kwa kutenga muda wao na kuweza kulihubiri neno la Mungu. Amen. Japo hata hawana cha kuweza kulipwa, lakini Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Amen. Na katika habari hizi ni kwamba wamepita maeneo mbalimbali hapa mkoani Simiyu, wameona hata wao wamepata elimu ya kujifunza kuhusiana na maisha yaliyopo kwa sasa. Amen. Na ikilinganishwa katika maisha ya Sodoma na Gomora. Amen. Kwa hiyo Sodoma ya zamani na Sodoma, ukiangalia Simiyu ya leo na Sodoma, basi Sodoma inaonekana kama vile iko chini katika maandiko. Lakini tu niseme tu yote kwa yote ni kwamba kwa wewe unayetusikiliza